Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Kuvuana nguo bafuni. Jambo hili ndani yake la ya mahaba ya hali ya juu mno. Katika kuvuana nguo, wanandoa kama walivyo taratibu, mume anatakiwa awe ni kiongozi kwa kumvua nguo mke wake. Na yapaswa na kupendeza mno nguo ya mke wake ichomekwe kifuani mwake. Kisha mume wakati wa kumvua kwake, mke wake anatakiwa kuiondoa taratibu na kwa mahaba na msisimko wa hali ya juu, huku akiwa na uso wa tabasamu na wenye bashasha. Wala asifanye pupa kuivua kanga yake mke wake au kamtandio kake kwa nguvu, kana kwamba anavua ngozi ya mnyama. Hapana, jambo halipo hivyo. Unachotakiwa ni kuwa mbele ya mke wako, wakitazamana uso kwa uso, kisha mume kuchukua mikono yake kwenye kiuno cha mke wake, huku akipandisha kifuani mwake na kuiweka kwenye kifua cha mke wake ili kuifungua vizuri na kuiondoa nguo yake kwa hali ya upole na utaratibu. Pia yampasa mume kutokuangalia chini wala pembeni ya kifua cha mke wake, bali aitoapo nguo yake, bali amtazame kwa mahaba katika matiti yake. Sababu kutazama kwake kutamtibu maradhi ya macho yake na kumpa utulivu kwenye moyo wake na kujaza hisia kwa mke wake. Mume hatakiwi kuiweka pupa yake katika kuondoa nguo ya mke wake, bali aiondoe taratibu kwa mahaba na huku akimsifia uzuri wake na kukisifia kile kilichopo kifuani mwake. Pia kwa upande wa mke, kama ilivyo kwa mume, usikubali mume wako ajivue mwenyewe alichokivaa mwilini mwake. Na hampasi mume kuingia bafuni na suruali ama kanzu yake, bali afunge kikoi ama taulo lake kiunoni mwake, ili asimnyime mke wake uwanja bora wa mahaba yake. Na mke awe kipaumbele kumsogelea mume wake na kuondoa taulo lake, na huku jicho lake likitazama sehemu zake kwa mahaba na tabasamu na kusifia kwa mume wake. Jambo hilo litamfanya mume kufurahia na kupata amani kuwa nawe mke wake. Kisha simameni wote mkiwa kama mlivyokuja duniani, mkiwa mkitazamana kwa mahaba na kutaniana na kushikana kwa michezo ya mahaba baina yenu na vicheko vyenu vyenye mahaba. Hii itawapa uhuru wa pumbazo za moyo na kuwa katika hali tulivu kabisa. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kupata darasa lingine linalopenda kufundisha siku nyingine. Karibu tena, asante.